Hali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wananchi wameshauriwa kuzingatia ushauri wa kitaaluma kabla ya kuanza mazoezi ya viungo. Kiongozi mkuu wa upinzani wa chama cha kidemokrasia cha Ivory Coast PDCI Tidjane Thiam atangaza kujiuzulu. Na katika michezo, naibu waziri wa michezo katika chuo kikuu cha Mtakatifu Augustino SAUT atoa wito kwa wanafunzi wa kike wenye vipaji. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Mwanaidi Mubarak nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. John Masawe atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Hamud Sanze. Na tuanze na habari za kitaifa. Wananchi wameshauriwa kuzingatia ushauri wa kitaalamu kabla ya kuanza mazoezi ya viungo ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na kutofanya mazoezi bila mwongozo sahihi. Ushauri huu umetolewa na mtaalamu wa afya wakati akizungumza na SAUT TV habari, ambaye amesema watu wengi wamekuwa wakijitosa kufanya mazoezi bila kuelewa aina ya mazoezi yanayowafaa, muda unaopaswa kutumika pamoja na lishe bora, hali inayoweza kuathiri afya zao. Kulwa Tekla amezungumza na mtaalamu huyo na hii ni ripoti yake. Hivi sasa kumekuwa na wimbi kubwa la watu wakifanya mazoezi bila kuzingatia ushauri wa daktari. Niko hapa katika eneo la Malinde kuzungumza na wananchi. Ni umuhimu gani wa kufanya mazoezi huku ukifuata ushauri wa daktari? Kabla ya kuanza kufanya mazoezi, daktari alinishauri nizingatie vitu vitatu. Cha kwanza, umri. Cha pili, uzito, kilogramu za mwili. Cha tatu, ananiambia nizingatie urefu wangu, inamaanisha urefu na uzito wa mwili. Inanisaidia mimi kuepukana na magonjwa nyemelezi. Pia inanisaidia kutunza afya ya mwili na baki nikiwa na nguvu na afya imara. Inamrahisishia kutambua ni mazoezi yapi yafanye na ni mazoezi yapi asiyafanye. Unaona? Faida nyingine ya pili, inamrahisishia yeye kujua ni vyakula gani atumie na pia ni vyakula gani asitumie akiwa kwenye hiyo programu yake ya mazoezi. Unapofanya mazoezi nje na ushauri wa daktari, ni rahisi wewe kusababishia mwili wako maumivu ambayo yanaweza kawa ni ya kudumu au ya muda mfupi. Utafika kwanza kituo cha tiba uweze kuonana na mtaalamu wa kushauri mazoezi ya kufanya na mahali na muda sahihi wa kufanya mazoezi. Ufanyaji wa mazoezi unahitaji ushauri mkubwa sana kutoka kwa daktari, kwamba ni chakula gani utumie na mazoezi gani ufanye. Kulwa Tekla John, SAUT TV. Shukrani sana Kulwa Tekla kwa taarifa hiyo, na tuende katika taarifa nyingine. Wananchi wameeleza namna wanavyoshiriki katika ulinzi shirikishi ili kuhakikisha usalama katika jamii zao unaimarika na kuendelea kuwepo kwa amani. Wakizungumza na SAUT TV habari, wamesema kuwa wamekuwa wakishirikiana na vyombo vya dola kwa kushiriki doria, kutoa taarifa za uhalifu pamoja na kushiriki mikutano ya kupanga mikakati ya ulinzi, hatua ambazo zimeleta matokeo chanya katika kudhibiti uhalifu kwenye maeneo yao. Mwanahabari wetu Salma Mdemu ana taarifa kamili. Watumiaji wa usafiri wa umma wamesema kuwa usafiri huo ni usafiri muhimu katika kufanya shughuli zao za kila siku. Usafiri wa umma una umuhimu mkubwa sana kwa sababu unaturahisishia sisi ambao tusio na usafiri binafsi kufika mahali ambako tunahitaji kuwa. Kama ambavyo unaona sasa, tunajivunia usafiri wa umma kwa sababu sisi hatuna usafiri binafsi. Kwa hivyo unatusaidia kufika mahali ambako tunataka kufika. Inategemeana pia na mahali ninapotoka na kuelekea. Ila pia tukiongelea usafiri pia lazima tuongelee na miundombinu. Kwa mfano mimi hapa natokea, mimi naishi Mkolani. Kwa hiyo kupitia miundombinu ya barabara bora na uwezo kutumia hata dakika 5 au 10 nakuwa nishafika hapa kazini. Mzigo mimi nyama, kuku pia shukuli huku zinatoka mbali kidogo na huku. Kwa hiyo pia zinaweza zikafika kwa muda kutokana na miundombinu bora. Kwa upande wangu mimi naamini miundombinu ndo kila kitu ambacho kinaweza kurahisisha usafirishaji wa kitu chochote kutoka sehemu moja au nyingine. Usafiri kwa watu unasaidia mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa wakati unaotakiwa. Pia watu kusafirisha bidhaa mbalimbali na pia watu kwenda kwenye sehemu ya makazi yao, labda sehemu ya makazi au sehemu ya biashara.
Pia inasaidia kuchangamsha mazingira kutokana na usafiri, watu mbalimbali wanaweza kufika mazingira husika kwa muda husika. Na hayo ni baadhi ya maoni ya watumiaji wa vyombo hivyo. Mimi ni Salma Said, SAUT TV. Shukrani sana Salma Mdemu kwa taarifa hiyo. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT jijini Mwanza wamesema kompyuta mpakato zimekuwa msaada mkubwa katika shughuli zao za kitaaluma, hususan katika kufanya utafiti na kurahisisha usomaji. Wakizungumza na SAUT TV habari, wanafunzi hao wameeleza kuwa kompyuta mpakato ni nyenzo muhimu katika mazingira ya kisasa ya kujifunzia. Turejee kwake Kulwa Tekla kwa taarifa hiyo. Katika zama hizi za teknolojia, kompyuta mpakato imekuwa ni nyenzo muhimu sana kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Niko hapa katika chuo cha Mtakatifu Agustino kuzungumza na wanafunzi ni umuhimu gani wa kutumia kompyuta mpakato wakiwa masomoni. Mimi naona inanisaidia kama mimi mwanafunzi wa Basosili, niko nafanya research, kwa inanisaidia natafuta material na type kazi yangu kutumia PC, inanisaidia vitu kama hivi, napata material, inanisaidia kuone kazi mbalimbali. Kompyuta mpakato inamsaidia mwanafunzi hasa hata atakapohitimu hapa chuo kikuu, huko atakapoenda mtaani ataweza kuwa na ujuzi mbalimbali juu ya masuala ya teknolojia, kuwasiliana kitaaluma. Endapo kumetokea changamoto yoyote, mwalimu aidha hajafika darasani au mwanafunzi pia hajaweza kufanikiwa kufika darasani na mwalimu amefanya kutoa assignment yoyote, wanaweza kufanya discussions kupitia forums tofauti au aidha kufanya discussions kwa kutumia Google Meeting, Zoom na application nyingine zinazoruhusu wanafunzi kufanya discussion mbalimbali. Na haya ndo baadhi ya maoni ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wakielezea ni kwa kivipi kompyuta mpakato inawasaidia katika masomo yao. Ni mimi Kulwa Tekla John wa SAUT TV. Asante sana Kulwa Tekla kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na tuendelee na taarifa zetu tukiziangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Tukianzia huko nchini Ivory Coast, kiongozi mkuu wa upinzani wa chama cha kidemokrasia cha Ivory Coast PDCI Tidjane Thiam ametangaza kujiuzulu kutoka nafasi hiyo, akitaja unyanyasaji wa kimahakama kama sababu kuu ya uamuzi wake. Kwingineko, Umoja wa Mataifa umeanza rasmi mchakato wa mageuzi kupitia mpango unaoitwa UN 80 ambao unalenga kuimarisha mfumo wa shirika hilo kwa lengo la kuongeza tija na kuhudumia vyema jamii za kimataifa. Mageuzi hayo yameelezwa kuwa sehemu muhimu ya utekelezaji wa makubaliano ya kimataifa yajulikanayo kama Pact for the Future, pamoja na kuchochea hatua za kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu. Mwanahabari wetu Omar Mfakii ana undani wa taarifa hizi za kimataifa. Tuanzie huko Afrika Magharibi, katika nchi ya Ivory Coast ambapo kiongozi wa upinzani nchini humo Thiam amesema kuwa amekuwa akikumbwa na mashinikizo ya kisheria ambayo yameathiri uwezo wake wa kutekeleza majukumu yake ya uongozi ndani ya chama. Ameeleza kuwa mazingira hayo hayawezi kumpa nafasi ya kufanya kazi kwa uhuru na ufanisi. Chama cha PDCI kilikuwa kimepanga kufanya mkutano wake rasmi siku ya Jumatatu kwa ajili ya kuteua kiongozi wa muda atakayechukua nafasi ya Thiam hadi uchaguzi wa ndani utakapofanyika. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya chama, mchakato wa kumtafuta mrithi wake wa muda umepewa kipaumbele ili kuhakikisha chama kinaendelea na shughuli zake bila mkwamo wa kiuongozi. Kujiuzulu kwa Thiam kunakuja wakati chama hicho kinaendelea kujipanga na chaguzi zijazo, huku kikikabiliwa na changamoto za kisiasa na za ndani zinazohitaji utulivu na umoja wa wanachama. Hadi sasa, mamlaka za nchini Ivory Coast bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu tuhuma au mashtaka dhidi ya Thiam, lakini chama kinasema kinaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa swala hilo. Kwingineko, Umoja wa Mataifa umeanza rasmi mchakato wa mageuzi kupitia mpango unaoitwa UN 80,
Mpango huu unalenga kubadilisha mtazamo wa utekelezaji kutoka kwa mikutano na maandiko pekee hadi katika hatua zinazobadilisha maisha ya watu moja kwa moja. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya Umoja wa Mataifa, mafanikio ya taasisi hiyo hatapimwa kwa idadi ya mikutano au ripoti, bali kwa mchango wake halisi katika kuleta mabadiliko chanya kwa ajili ya jamii zinazotegemea huduma zake. Katika mpango huu, Umoja wa Mataifa umeweka wazi kuwa mahitaji ya watu ndiyo yataendelea kuwa dira katika kupanga na kutekeleza shughuli zake. Pia, taasisi imeeleza kuwa haitapuuza wala kupindisha misingi na maadili yake ya msingi katika mchakato huo wa mabadiliko. Mpango wa UN 80 unakuja wakati ambapo dunia inakabiliwa na changamoto nyingi, lakini pia fursa za kufanya maboresho ya maana kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Umoja wa Mataifa umedhamiria kuchukua hatua kwa umakini na mshikamano ili kuhakikisha taasisi hiyo inabaki kuwa na uwezo wa kukidhi matarajio ya jamii za kimataifa. Kwa ujumla, mpango huu unaangaliwa kama hatua ya kimkakati inayolenga kuijenga Umoja wa Mataifa yenye nguvu zaidi, yenye ufanisi na inayozingatia kwa dhati mahitaji ya watu katika zama za sasa na zijazo. Tumalizie taarifa zetu za kimataifa tukiangazia habari kutoka huko nchini India, ambapo Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametamka kwa mara ya kwanza kuhusu mzozo wa kijeshi wa hivi karibuni kati ya India na Pakistan, akieleza kuwa jeshi la India lilipewa uhuru kamili wa kiutendaji katika kushughulikia hali hiyo ya kijeshi. Katika tamko hilo, Waziri Mkuu amesema kuwa mashambulizi ya India yalilenga maficho ya wapiganaji na vituo vyao vya mafunzo yaliyoko ndani ya eneo la Pakistani. Aidha, amesema kuwa zaidi ya watu 100 waliotajwa kuwa magaidi waliuawa katika mashambulizi hayo. Mapigano hayo yamekuja kufuatia tukio la Aprili 22 ambapo watu 22 wakiwemo watalii waliuawa na watu wanaodaiwa kuwa wanamgambo wenye itikadi kali katika eneo la Pahalgam, Kashmir inayoongozwa na India. Serikali ya India imetuhumu Pakistani kwa kuunga mkono kundi hilo lililohusika na shambulio hilo. Baada ya shambulio hilo, India ilianzisha operesheni ya kijeshi kwa njia ya Operation Sindoor, ikitekeleza mashambulizi ya anga katika maeneo ya Pakistan na Kashmiri iliyosimamiwa na Pakistan. Lengo la mashambulizi hayo lilielezwa kuwa ni kudhoofisha uwezo wa makundi yenye msimamo mkali yanayodaiwa kuwa na maficho katika maeneo hayo. Serikali ya Pakistan imekanusha kuhusika na shambulio hilo na imetekeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya maeneo ya India, hali ambayo imesababisha mvutano mkubwa wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, siku za hivi karibuni pande zote mbili zimekubaliana kusitisha mapigano. Taarifa zinaonyesha kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yameanza kutekelezwa na hali ya utulivu inaendelea kuripotiwa katika maeneo yaliyoathiriwa. Kutoka Sauti TV Habari, mimi ni Mariam Faki. Asante sana Mariam Faki kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na John Masawe atakayetusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa Sauti TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni John Masawe. Baadhi ya wamiliki wa mabanda ya kuonyesha mechi maarufu kama mabanda umiza kutoka jijini Mwanza, wilaya ya Nyamagana, kata ya Luchelele, wameeleza jinsi mapenzi yao kwa mchezo wa soka yalivyogeuka kwa fursa ya kujipatia kipato. Wakizungumza na Sauti TV Habari, wamiliki hao wamesema kuwa kuongezeka kwa mashabiki wa soka hasa wakati wa mashindano makubwa kumewasaidia kukuza biashara zao, huku wakichangia ajira kwa vijana na kuwapa burudani wakazi wa maeneo hayo. Kwingineko, soko la hisa la Marekani limepata nafuu kubwa baada ya kutangazwa kwa makubaliano ya muda kati ya Marekani na China yaliyosimamisha ushuru kwa pande zote mbili kwa kipindi cha siku 90, huku mazungumzo zaidi yakitarajiwa kuendelea. Kwa undani wa habari hizi za biashara tuungane naye Aksa Raymond.
Tuanzie hapa nchini Tanzania ambapo wamiliki wa mabanda hayo ya kuonyeshea mpira maarufu kama mabanda umiza wakizungumza na Sauti TV wamesema kuwa ongezeko la watu na mapenzi ya watu kwenye mchezo wa mpira wa miguu ndio sababu ya wamiliki hao kuanzisha biashara hiyo. Sababu ya kwanza kubwa nifanye hiki kitu ni ongezeko la watu kupenda mpira kwa sababu mpira tunaanza kufuatilia kuanzia vijiweni. Sasa mimi sababu nyingi zinanifanya unakuta kijiweni kuna vijana, kuna kina mama, watu wanabishana kuhusu mpira. Na hata ukipanda kwenye magari madaradara, unakuta watu wanabishana kuhusu mpira. Kwa hiyo mimi nikachukulia kama nafasi moja ya kufanya kitu ambacho hata wanaobishana hao siku moja nikusanyikana nao kwenye banda langu ili tuanze kuangalia mpira. Tunavyobishana pengine tubishane kwa kuwa tunaona mpira. Hiyo ni sababu ni ya msingi sana kwa sababu sasa hivi ni watu wengi ambao wanafuatilia mpira hadi wakina mama, watoto na wazee pia, tofauti na kipindi cha nyuma ambacho walikuwa wanaangalia tu vijana ambao walikala katika. Aidha, wamiliki hao wameeleza changamoto wanazozipitia katika biashara hiyo ni pamoja na jinsi ya kuwahudumia wateja na hali ngumu ya ufanyaji biashara hiyo. Ndio maana nikasema changamoto ni nyingi kwenye hii kazi. Yaani kuwa manage wateja wasikimbie wasihame mabanda mengine, maana biashara tunafanya watu wengi na pia kila mtu ana kauli zake na mimi pia na kauli yangu. Kwa hiyo kila siku inavyokuja kuonyesha mpira mimi nahesabu kama ndio finali ya kufanya hii kazi. Kwa hiyo naheshimu sana kitakachotokea kwenye hiyo siku na nitaheshimu pia kitakachofuata kwenye siku nyingine zaidi ya ile ambayo nilioifanya. Kwa hiyo kinachonifanya niendelee kuwa na wateja wangu, moja kabisa nacheka nao vizuri, na furahi nayo wakati wowote tutakapokutana nje ya mpira, na pia najichanganya na watu wakati nikiwa nje ya kazi. Kwa hiyo ni rahisi mimi wao kunizoea na pia ni rahisi wao kuniona kwamba ni sehemu ya familia kama wanavyowachukulia wao. Vile vile wamiliki hao wameeleza jinsi wanavyoweza kujitofautisha wao na wamiliki wengine ni kutumia kauli nzuri na kuwa wacheshi ndio siri ya kuvutia wateja wao. Wateja wasikimbie wasihame mabanda mengine, maana biashara tunafanya watu wengi na pia kila mtu ana kauli zake na mimi pia na kauli yangu. Kwa hiyo kila siku inavyokuja kuonyesha mpira mimi nahesabu kama ndio finali ya kufanya hii kazi. Kwa hiyo naheshimu sana kitakachotokea kwenye hiyo siku na nitaheshimu pia kitakachofuata kwenye siku nyingine zaidi ya ile ambayo nilioifanya. Kwa hiyo kinachonifanya niendelee kuwa na wateja wangu, moja kabisa nacheka nao vizuri, na furahi nayo wakati wowote tutakapokutana nje ya mpira, na pia najichanganya na watu wakati nikiwa nje ya kazi. Kwa hiyo ni rahisi mimi wao kunizoea na pia ni rahisi wao kuniona kwamba ni sehemu ya familia kama wanavyowachukulia wao wanavyokuja kwenye biashara yangu. Tuendelee kusalia barani Afrika. Washirika wa kibiashara wa kimataifa wa Afrika kutoka Umoja wa Ulaya, China, Uingereza na Japan wanatengeneza hatua za kibiashara zisizo na ushuru ambazo zinazua maswali ya kuhusu uendelevu wa mauzo ya nje ya Afrika katika siku zijazo. Hatua hizi zinahatarisha kudhoofika kwa uchumi wa Afrika ikiwa hazitatekelezwa. Umoja wa Ulaya EU na Uingereza zilitangaza mbinu zao za marekebisho ya mipaka ya carbon CBAM kutokana na kuanza kutumika mwaka 2026 na mwaka 2027. Ucheleweshaji wa kufuata sheria unakadiriwa kuzigharimu nchi za Kiafrika kama dola bilioni 25 kila mwaka na kudhoofisha sana ushindani wa kimataifa wa sekta za viwanda barani Afrika ambazo zinapaswa kuongezeka na sio kupungua. EU tayari inakabiliwa na msukosuko wa kiuchumi wa hatua zinazoibuka za kibiashara zinazohusiana na hali ya hewa. Mauzo ya Kiafrika kutoka chuma cha Afrika Kusini hadi kokoa ya Ghana na aluminium ya Msumbiji yanakabiliwa na hatari zinazoongezeka za kutengwa kwa masoko. Kwingineko ni nje ya mipaka ya bara la Afrika.
Baada ya makubaliano ya kupunguza vita vya kibiashara kati ya China na Marekani, hatua hiyo imeleta matumaini mapya kwa wawekezaji. Wakati wa mkutano wa pande hizo mbili zilithibitisha kuwa zimesitisha hatua za ushuru ili kutoa nafasi kwa mazungumzo mapya ya kibiashara. Kupitia makubaliano hayo, masoko ya hisa yameshuhudia ongezeko la zaidi 2% kwa wastani wa viashiria vikuu, huku soko la kampuni dogo likiongezeka kwa zaidi ya 3%. Wataalamu wa uchumi wameonya kuwa licha ya dalili hizi za utulivu wa muda, bado kuna hali ya tahadhari kwa kuwa makubaliano hayo hayajamaliza mvutano uliopo, hasa kutokana na msimamo wa pande zote kutotaka kuonekana wakilega msimamo wao. Kwa upande mwingine, waziri wa hazina ya Marekani Scott Bessent amesema kuwa mazungumzo mapya yataanza katika kipindi kifupi kijacho, huku akisisitiza msimamo wa Marekani wa kutafuta utenganishaji wa kimkakati wa China, hususani katika maeneo yanayohusiana na usafirishaji wa kemikali hatari kama fentanyl. Wachambuzi wanasema kwamba uwepo wa mtaalamu kama Bessent katika mazungumzo haya unatoa matumaini ya utulivu kwa wawekezaji. Hata hivyo, pamoja na makubaliano haya ya muda, masoko yanakabiliwa na changamoto nyingine kama ukuaji wa uchumi unaotarajiwa kushuka, faida ndogo za makampuni na uwezekano wa mabadiliko madogo ya viwango vya riba. Jina langu ni Aksa Raymond, SAUT TV. Shukrani sana Aksa Raymond kwa undani wa habari hizo za biashara. Na mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Hamudi Sanze. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni John Masawe. Wiki hii kwenye Home Clinic. Hii kazi tumalize leo, kisha kusanya mapema. Sawa. Sasa tuzembea. Shoga. Mbona kama uko sawa? Yani acha tu shoga yangu. Can you imagine mwezi wa pili period zangu sizielewi. Au mimba. Wewe nini bwana? Sikiza, nataka niwape suluhu. Mimi chochote. Sawa, kuna kipindi kinaitwa Home Clinic. Kila wiki siku ya Jumatano kinatoa mafunzo na maelekezo mbalimbali kuhusu masuala ya kiafya. Sasa hiyo itanisaidia. Na nimeona wiki hiyo nazungumzia masuala ya hormone imbalance na nimewasikia kabisa kwamba masuala ya kuvusha period pia inachangiwa na nini? Na hormone imbalance. Bwana mimi kwanza nishapanga zangu niende hospitali. Acha mambo yako. Home Clinic unatibiwa ukiwa kwako. Zikatia Home Clinic wewe changamka bwana, tufanye kazi. Bwana tukusanye. Usikose kufuatilia Home Clinic kila Jumatano saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SAUTVTZ. Ni matumaini yangu hujambo mwanamichezo mwenzangu, karibu katika habari za michezo tulizokuandalia kwa siku ya leo. Jina langu ni Hamudi Sanze. Naibu waziri wa wizara ya michezo katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT Campus Kuu ya Mwanza ametoa wito kwa wanafunzi wa kike wenye vipaji vya kucheza mpira wa miguu kujitokeza ili watambuliwe rasmi, akisisitiza kuwa wizara iko tayari kuwasaidia kwa kuwapatia vifaa na kuweka juhudi mbalimbali za kukuza vipaji vyao. Kwingineko, katika uga wa kimataifa, shirikisho la mpira wa miguu barani Ulaya UEFA limemteua mwamuzi wa kimataifa Stefan Kovacic kutoka Romania kuwa mwamuzi mkuu wa fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kati ya Paris Saint-Germain dhidi ya International Milan itakayochezwa Munich huko nchini Ujerumani tarehe 31 mwezi huu. Kovacic mwenye umri wa miaka 40 na ambaye amekuwa akiendesha michezo ya kimataifa tangu mwaka 2010 atachezesha mchezo huo wa fainali kwa mara ya 3 kwenye fainali za mashindano ya UEFA, akijumuisha fainali ya Europa ya mwaka 2024 kati ya Atalanta dhidi ya Bayer Leverkusen huko Dublin na ile ya Conference League ya mwaka 2022 kati ya Roma na Feyenoord huko Tirani. Ripoti yake Alex Kamata inaeleza zaidi juu ya taarifa hizi za kimichezo. Naibu waziri wa wizara ya michezo katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Campus Kuu ya Mwanza, Silvanus Silveli, amewataka wanafunzi wa kike wenye vipaji vya kucheza mpira wa miguu chuoni hapo kujitokeza na kufika katika wizara ya michezo chuoni hapo ili wizara hiyo iweze kuwatambua, kwani ipo tayari kuwapa vifaa na misaada mbalimbali ili waweze kukuza vipaji vyao. Wanafunzi SAUTISO tumejipanga kuhakikisha kwamba michezo pia wa mpira wa miguu kwa wanawake unakuwepo hapa chuoni kwetu, kwa kuwataka basi wanafunzi hao wanaoona kama wana vipaji vya mpira wa miguu waje waseme kama wana kipaji. Kama serikali tuna mipira,
tutawapa mipira, watafanya mazoezi na kuhakikisha kwamba vipaji vyao vinaonekana. Sisi kama Wizara ya Michezo SAUTISO tunatamani sana wanafunzi wenye vipaji hapa chuoni kwetu waonyeshe vipaji vyao na tupo kwa ajili ya kuwasapoti vipaji vyao. Zungumza na SAUT TV, baadhi ya wanafunzi wa kike chuoni hapo wamesema kuwa ratiba za masomo pamoja na mapokeo ya jamii ni moja ya sababu zinazokwamisha maendeleo ya soka kwa wanawake chuoni hapo. Wanafunzi wengi hasa wadada hapa chuoni wamekuwa na fikra binafsi kwamba wanadhani kwamba mpira wa miguu labda ni special kwa wavulana tu na si kwa wasichana. Viongozi sawa wanatoa mwitikio, labda wanaweza wakatoa wa daftari la kuandika majina, lakini linaweza likawepo tu na wasilifanyie kazi. Na wakati mwingine wanaweza wakaandika wachache, maana wakati mwingine hata ukiandika wanafunzi wachache au wachache wanaweza kusaidia kupata timu nzima. Ya wanafunzi hao pia wameomba serikali ya chuo hicho kutenga uwanja maalum kwa ajili ya mpira wa miguu kwa wanawake ili kuinua na kukuza mpira wa miguu kwa wanawake chuoni hapo. Vifaa ni uwanja ambao umetengwa kwa ajili ya watoto wa kike. Hapa chuoni tuna viwanja vingi, lakini hatujawahi kusikia kwamba kuna uwanja ambao umetengwa kwa ajili ya watoto wa kike binafsi. Hicho kitu kinafanya watoto wa kike wengi hata wakijitokeza kwenye mashindano wanashindwa kushiriki. Mchezaji wa timu ya taifa ya Morocco Achraf Hakimi ameshinda tuzo ya Marc Vivien Foe siku ya Jumapili mbele ya mshambuliaji wa Nice Evan Guessande kutoka nchini Ivory Coast na kiungo wa Senegal Habib Diallo aliyecheza Strasbourg. Tuzo hizo iliyotolewa na Ufaransa 24 na RFI kwa mchezaji bora wa Afrika katika ligi ya Ufaransa. Achraf wa PSG akishangilia baada ya kufunga bao dhidi ya Arsenal kwenye uwanja wa Parc des Princes Mei 7, 2025. Hata hivyo, Achraf Hakimi amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa Afrika baada ya kuisaidia klabu yake kushinda taji la kutinga fainali ya ligi ya mabingwa. Kamati ya maandalizi ya UEFA imemteua mwamuzi wa kuchezesha fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya ni Stevan Kovacs wa Romania kuchezesha mchezo kati ya PSG na Inter Milani utakaochezwa mjini Munich, Ujerumani siku ya Jumamosi ya tarehe 31 Mei mwaka 2025. Lakini hii ni timu ya waamuzi ya fainali ya UEFA Champions League ya mwaka 2025 ni pamoja na mwamuzi Stevan Kovac wa Romania na msaidizi wake Mihan Malika na Ferenc Tunyogi wote kutoka Romania. Afisa wa 4 Joao Pedro Silva Pielo wa Ureno, wa akiba ni Bruno Miguel Alves Jesus kutoka Ureno. Mimi ni Alex Kamata wa SAUT TV. Shukrani sana Alex Kamata kwa taarifa hizo za kimichezo, na hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Jina langu ni Hamudi Sanze, na sasa turudi kwake Mwanaidi Mubarak kutamatisha habari kwa siku ya leo. Asante sana Hamud Sanze kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Wananchi wameshauriwa kuzingatia ushauri wa kitaalamu kabla ya kuanza mazoezi ya viungo. Kiongozi mkuu wa upinzani wa chama cha kidemokrasia cha Ivory Coast PDCI Tidjane Thiam atangaza kujiuzulu. Na katika michezo, naibu waziri wa michezo katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT atoa wito kwa wanafunzi wa kike wenye vipaji. Kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Mwanaidi Mubarak. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.